asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV blesses you. Kama ndivyo karibu. Naam, karibu sana mtazamaji, tumerejea tena baada ya muda kidogo na kusikiliza wimbo mzuri kabisa. Tulikuwa na Emmanuel Mashauri, mmoja kati ya waimbaji ambao wanafanya vizuri kwa sasa kupitia mitandao ya kijamii. Lakini bila kupoteza wakati, uko nami mtangazaji wako Andrea Amos Masanje. Tumerejea tena katika sehemu nyingine ya pili, hususan sasa tukienda kuangazia mada ambayo tutakuwa nayo siku hii ya leo, na tuko na mchungaji kutoka katika kanisa la EAGT Msumbiji lilopo hapa jijini Mwanza, ambapo pia ataenda kutuzungumzia kwa kina zaidi kuhusiana na swala hili ambalo tumeliandaa siku hii ya leo. Ni mada ambayo imekuwa ikigusa watu wengi sana, na wengi wamekuwa kifungwa kiakili. Je, wewe unaweza kujiuliza hapo ulipo, umefungwa kiakili mpaka sasa? Leo tuko na mchungaji ambaye ataenda kutuelezea kwa kina zaidi kuhusiana na mada hii na kuifafanua kwa undani zaidi. Lakini kabla hatujafika mbali zaidi, nipende kumkaribisha ili kila mmoja uweze kumfahamu na kumtambua siku ya leo mgeni ambaye tuliye naye. Karibu sana mchungaji. Nashukuru sana. Karibu sana. Asante sana mtangazaji. Ndio. Leo furaha. Sawa. Kule mtazamaji ambaye anakufuatilia kwa sasa angependa kufahamu ni mchungaji kwa jina zaidi na mahali kule unakotoka kwa undani. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Aniset GB. Ndio. Kongwa. Ndio. Kutoka katika kanisa la EAGT Msumbiji. Ndio. Liloko hapa Mwanza. Ndio. Wilaya yetu ya Ilemela. Ndio. Ndiko nakotumika mahali pale. Ndio. Sawa. Kwa leo mtazamaji, kama unavyotazama mada yetu ni kubomoa kifungo cha akili, na nimeshakueleza. Unaweza kuwa unajiuliza kwa kina zaidi, je, mimi mpaka sasa nimeweza kufunguliwa kiakili ama bado nimefungwa? Karibu sana pastor. Nashukuru sana mtangazaji. Ndio, tumekuwa na mada mbalimbali ambazo tukizizungumzia hapa kupitia mijadala mbalimbali ya hapa na pale. Lakini leo tukaamua sasa tulete mada hii kabambe kabisa ambayo kila mmoja huenda ikamfungua kiroho zaidi katika maisha yake. Tukielekea moja kwa moja katika mada yetu husika, kubomoa kifungo cha akili bila kukosea. Ndivyo umeandaa pastor. Asante. Ama kuna marekebisho uliyaweka pia? Hapana. Ndio. Ni mahususi zaidi. Ndio. Tukitumia neno kubomoa. Ndio. Vifungo ambavyo watu wamefungwa. Sasa kuna vifungo katika akili. Ndio. Katika vifungo vya akili watu wengi wameshindwa kujitambua. Yawezekana akaonekana kana anafanya vyema lakini kumbe amefungwa. Watu wengi wamepoteza mwelekeo wa kimaendeleo kwa kuwa wamefungwa. Sasa somo hili au mada hii inakuwa ni mahususi sana, hasa ukiangalia kwamba makanisa mengi sasa hivi, mimi nazungumza kama mchungaji. Ndio. Unakuta makanisa mengi, sisi watumishi wa Mungu tunakazania sana habari ya kiroho. Ndio. Na bila kufahamu ya kwamba Mungu anamtumia mtu kupitia akili zake. Ukiangalia hata kama ni roho wa Mungu, ndio, hawezi akaingia kwa mtu aliye mjinga, akaingia kwa mtu asiyekuwa na ufahamu, akaingia kwa mtu asiyejielewa, akaingia kwa mtu ambaye akili yake haifanyi kazi. Upenda sana kutumia watu ambao akili zao ziko vizuri, yani zimefunguliwa, ndipo anapohitaji Mungu kutumia watu wa namna hiyo, na wanaleta matokeo chanya. Ukikuta watu waliofunguliwa kiakili, Mungu wetu mwenyewe anajaribu kutuambia siku zote habari za akili. Ndio. Sawa. Mungu siku zote anatuambia habari za akili.
Ulifikiri nini mchungaji kusema kwamba kifungo cha akili, na mtazamaji ambaye tutazama kwa sasa ni mtu ni nini maana yake kwa kina zaidi, tukielekea katika kiroho zaidi? Kiroho zaidi ni kama nilivyotangulia kusema, Roho wa Mungu haingii kwa mtu ndio ambaye hana akili au akili zake zilizoharibika. Ndio. Kwa maana kuna akili ambayo iliyoboreshwa kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Ndio. Na kuna akili ambazo ni mbovu. Ndio. Ambazo zinawaangamiza watu. Ndio. Kwa sasa mtu asipojua kwamba kumbe nisipoitumia akili yangu vizuri kwa Mungu nitaangamia. Na ndio maana tunaangalia katika kitabu kile cha Wakorinto. Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza 15 na ule mstari wa 34. Ndio. Anasema tumieni vizuri akili. Tumieni akili zenu vyema. Wala msitende dhambi. Ndio. Ndivyo neno linavyosema. Kwa hiyo kumbe akili tusipoitumia vizuri, unaweza ukakuta mtu anafanya jambo akaona kwamba hili ni la kimwili. Ndio. Halihusiani na Mungu. Ndiyo. Kumbe Mungu anatumia akili yako. Anatumia akili yako. Ukisoma katika kile kitabu cha Warumi, Warumi 1 mstari wa 28, anasema hivi, kwa kuwa watu walikataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, aliwaacha wafate akili zao mbovu wakapotea. Kumbe kuna kupotea kwa kufata akili zako mbovu ambazo zimekataa kumjua Mungu. Ndio. Watu wengi wanaweza kutumia akili sana bila kumjua Mungu. Lakini mtu unayemjua Mungu, akili yako inaboreshwa. Inaboreshwaje? Roho wa Mungu anapokuja haji kama kuendesha kitu kilicho, au haji kama robot, naweza nikatumia hivi, kwamba anaingia tu kwako anakuja kama robot. Hapana. Anaenda kwa mtu ambaye akili zake atazisikiliza zinataka zifanye nini juu ya Mungu. Sawa. Tukielekea kwa sasa kuna makanisa mengi. Sawa. Kuna EAGT, kuna Waadventista wa Sabato, kuna yapo ni mengi kiukweli, hatuwezi kuyataja yote. Lakini pia je, mtu anaweza ni ishara zipi ambazo zinaweza kuonesha mtu huyo ameweza kufungwa kiakili? Ishara zinazoweza kumuonyesha mtu amefungwa kiakili, hasa katika mambo ya kimungu, ni mtu ambaye anafuata akili zake. Nimezungumza kwamba kuna akili za mtu ambazo hazitaki kuboreshwa, kumfuata Mungu. Na ndio maana anasema kwa kuwa walikataa kuwa na Mungu. Hiyo ni ishara mojawapo. Kukataa kuwa na Mungu katika fahamu zako. Ukaamua kufanya unayoyaona kwako ni mema. Humhusishi Mungu. Nasema hivi, Roho wa Mungu haingii kwa mtu ambaye akili zake hazimwelekei Mungu. Anaingia kwa mtu ambaye akili zake zinamwelekea Mungu, anaziboresha. Kwa hiyo anakuwa na kazi moja tu, kwamba huyu Roho wa Mungu anamwendesha yule mtu. Ukisoma katika kile kitabu cha Mwanzo, tukiacha tu kitabu cha Mwanzo, tukisoma kitabu cha Zaburi 14 na ule mstari wa 2, Mungu anasema hivi, Mungu anamtafuta mtu mwenye akili. Kwa sababu anasema hivi, alipoangalia Mungu anahangaika kuchungulia kwamba aone ni mtu gani mwenye akili amtafutaye. Akakuta wote wengi wameoza, wamefuata akili zao mbovu. Ndio maneno nitangulia kusema ya kwamba mara nyingi watu wengi wamemkataa Mungu katika fahamu zao, naye Mungu anawaacha. Kwa hiyo unakuta kwamba mambo mengi yanaharibika kwa sababu anatumia akili zake bila kumtumia Mungu. Makanisani kama ulivyosema, habari ya ishara au nini, dalili. Kuna dalili, kuna ishara, kuna miujiza. Na mimi niko kwenye akili, yani psychology. Yani unapozungumza habari ya akili, maana yake itabidi ujue kwamba, nitoe mfano katika kitabu, katika mitume hawa waliotutangulia. Kuna mtume Paulo. Paulo alikuwa ni msomi.
alisoma sana. Hata wakati fulani aliwahi kuzungumza na mkuu mmoja, akamwambia, wewe Paulo, kusoma kwako kote, kwa akili zako hizo unaweza kunibadilisha mimi kwa maneno machache tu hayo? Kwa sababu alijua akili aliyonayo imepanda kuwafahamu wa watu. Nitaka kusema hivi, hata sisi wachungaji ndio maana tunatakiwa tusome sana, tujitahidi kusoma ili akili zetu ziboreshwe. Unapozungumza na watu ambao wako 100% hamtegemei Mungu, anategemea akili zake, anataka asikie unazigusaje akili zake. Paulo aligusa akili za yule mtu, akamwambia, hivi wewe unataka kwa maneno machache tu hayo, unataka na mimi niokoke? Paulo kwa sababu alikuwa anajiamini, anayo elimu kwamba hawezi akanishinda katika elimu, akasema moja, akili zake, akajua huyu akili zake zinaelekea kuniona kwamba mimi ninamzidi akili. Ndio maana akamwambia, si wewe tu, nilitaka wote mlioko hapa. Ni akili. Roho wa Mungu anapokuja kwa mtu wa mwenye akili, zile akili zake zinamsaidia kusonga mbele. Ndio maana hata ukiangalia masuala mengi, tukisoma katika kitabu cha Mwanzo, ndio Mwanzo 41 mstari wa 33, tukaja tukasoma tena mstari wa 37. Ndio. Tunaona habari ya ushauri unaotolewa na mtu ambaye ana akili. Mimi namhesabu Yusufu alikuwa na akili, pamoja na kutumiwa na Mungu, lakini alikuwa na akili. Akili ni mambo ambayo nirudi kidogo. Tunaposema imani ni kuwa na uhakika kwa mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana, hayaonekani. Lakini akili inaleta kitu kinachoitwa, sasa umeona maono. Mfano, umeona maono. Ukishaona maono, maana yake unaambatanisha na nini? Na ile imani yako. Halafu sasa, ili kuyahamisha unaingiza kwenye akili, unaanza kuplan. Nikifanya hivi, nikifanya hiki kinawezekana, nitafanikiwa. Sasa Yusufu ameyumba, ametabika sana huko, lakini ikafika wakati akili zake zithibitike. Ndio. Ayubu akili zake zinathibitika, hata Ayubu na ni Yusufu akili zake zinathibitika mbele ya Farao. Ndio. Alipoona Farao ndoto ya habari ya maisha ya baadaye, wakati tunasema hivyo, kwa sababu aliona ndoto aina mbili, akasema kwa kweli imejirudia ndoto hii inaenda kutimia. Lakini na maana hii na hii, akamweleza kwamba uonapo masuke ujue kwamba ni neema, lakini ulipoona yanaliwa tena mengine anapotea ujue ni njaa. Kwa kuna miaka fulani 7 ya njaa na miaka 7 ya neema na miaka 7 ya njaa. Lakini sasa tuma watu wazunguke, wawaambia watu watengeneze ghala. Hiyo ni akili aliyokuwa anaitumia. Baada ya kuyatoka kwenye maono, yanaingia kwenye ndoto za mfalme, sasa zinaingia kwenye utendaji. Utendaji vovote vile ni lazima utumie akili. Hata ukitaka kujenga kanisa, itafika wakati utumie akili, hutatumia maombi. Kwamba sasa najenga kanisa baba, umefumba macho. Tenda muujiza, ingia kwenye akili, sasa nifanye nini? Ndio maana unaweza kukuta hata watumishi wa Mungu na watu binafsi tu unaosema, wengi wanashindwa kusonga mbele. Unajua Mungu hakuwa mjinga. Hata ndoa zetu hizi hakusema kwamba mkioana, ukitaka kuishi na mke wako omba tu, nena kwa lugha sana au soma Biblia sana. Unajua mioga na shangaa, mnafungisha ndoa watu wawili, mwanaume na mwanamke. Mwanaume anaambiwa tu kwamba anapotolewa ule usia wake, anaambiwa hivi, sasa bwana, unaona mimi nilivyokuwa na mama yako? Anaeleza baba sasa. Unaona mimi nilivyokuwa na baba yako na mama yako, ukakaa hivyo hivyo na wewe. Lakini wanadundana, yani hapo ulivyoona tunakaa na mama yako, yani hakueleza kitu kingine. Lakini wakina mama wanapofika
kwa mtoto wake wa kike. Anamwambia mwanangu, ndoa ni kuvumiliana. Sasa ina maana kuvumiliana kuna mambo mle magumu. Ndio maana wanasema ndoa ni kuvumiliana. Sasa anaposema ndoa kuvumiliana, ndio maana anarudi sasa Mungu akajua kwamba haya majamaa hayatavumiliana. Akarudi akaliambia ni mwanaume, wewe mwanaume kaa na mke wako kwa akili. Kwa hiyo ndoa haiendeshwi na mambo mengine, ndoa yanaendeshwa na akili. Cha kwanza ni akili. Yanaendeshwa na akili. Ndio. Unajua, hebu unaweza ukakuta unaniandalia kitabu cha Kutoka. Ndio. Nitafurahi sana pale. Kuna kitu ambacho tunataka tujifunze. Kutoka 35. Ndio. Tutakuwa tunaenda tunasoma mstari wa 30 mpaka 35. Tutaangalia kuna kitu pale Kutoka. Sio Mwanzo. Kutoka 35. 35 mstari wa 30. Mstari wa 30. Kisha Musa akawaambia wana wa Israeli. Kisha Musa akaambia wana wa Israeli, angalieni Bwana amemwita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri wa kabila ya Yuda. Kazi ya ustadi kila anasema wa kabila ya Yuda. 31. Naye amemjaza roho. Naye kwanza amemjaza roho. Roho ya Mungu. Roho ya Mungu inajazwa kwanza kwa mtu. Ndio. Sasa hiyo roho ya Mungu ikijazwa ifanye nini? Endelea. Roho ya Mungu katika hekima na akili na ujuzi. Hekima na nini? Na akili. Imewekwa. Roho wa Mungu anawekwa kwenye akili ili afanye nini? Endelea tu. Na kazi ya ustadi kila aina, ili afanye kazi ya ustadi kila aina. Hakumwambia kwamba amejazwa roho ya Mungu ili aombe. Aliambia ili afanye kazi ya ustadi. Lakini pia hapo mchungaji, kuna wale wengi ambao unasema tutumie akili sana. Kuna wapo wengine wapo makanisani, wewe ni mchungaji unachunga watu wengi sana, washirika mbalimbali na kila mtu ana akili yake ya kila aina, wenye uchumi wa juu, kiwango cha chini. Kuna wale wapo ambao pia wanahusika sana kwa njia ya maombi. Muda mwingi yeye ni maombi tu. Muda mwingi anatarajia ama kupitia miujiza ili aweze kufanikiwa. Hao unawazungumziaje? Je, awatumia akili? Ni kosa kubwa wanalolifanya kujitoa kikamilifu kwa njia ya maombi? Hebu tueleze hapo mchungaji. Kwanza kabisa tunaporudi habari ya kuomba, ni watu wachache waliojaliwa neema ya kutumia maombi ili aweze kuishi. Anapoomba kuna kitu Mungu anataka akitumie kwake. Kwa anampa muda mwingi wa kukaa naye, kutafakari naye Mungu. Lakini kuna wengine wavivu wa kufanya kazi. Sasa anaona muda huu, naye ni akili zile mbovu nizo wanasema sasa ni wakati wa kuomba tu saa zote, afanye kazi. Na Mungu anasema fanya kazi. Usipofanya kazi usifanye nini? Usile. Tunaomba lakini wakati fulani tunaingia kazini. Tunapoingia kazini lazima tutumie nini? Akili. Tunapoingia kuomba lazima tutumie na penye nini? Akili. Kwa sababu siwezi kuingia tu sasa nikaanza niombe tu hivi lolote ile ambalo. Ndio maana kuna watu wanaokosea hata katika maombi. Mungu anawaambia mnaomba vibaya. Ndio maana hampati. Kwa sababu anaendelea tu kuomba ambacho hayawezekana kwa sababu ya kutaka tu yeye mwenyewe, kutaka kwake. Lakini sio dhambi kuomba, lakini kuna utaratibu. Utaratibu ukiufuata utakamilisha. Sijasoma kwenye Biblia ambapo watu walikaa wanaomba tu sote tangu alipozaliwa kazi yake ni kuomba tu. Wanaomba na kuingia kazini. Hata utumishi tunaofanya huu unaomba, lakini unaingia hata kufanya kazi ya kuombea wengine, unaenda kuombea wagonjwa. Wewe unaingia kazini. Ndio. Kwa hiyo sio uliotaka kusema kwamba mtu akidanganya kwamba ati ana maombi tu hafanyi kazi. Ile ni dhambi kwa kweli. Naweza nikasema kwa sababu sijui kama ameambiwa hivyo kwamba hata kula wapi au asile tu yeye mwenyewe kabisa amejaliwa hivyo.
Ulikuwa na maana hiyo mwandishi? Ndio, nilikuwa na maanisha hivyo kwa sababu watu wengi kupitia maombi ndio kuna wengine pia wameweka pale akili zao kuchukua kama nafasi nzuri kwa kupitia maombi waumini kuja kuwaombea na kupata kipato. Kwa sababu na pia pale hiyo ni akili. Nimesema hivi, kuna wachache waliojaliwa. Kuna wachache waliojaliwa kazi hiyo kuifanya. Na tutajuaje sasa hawa wachache waliojaliwa kwamba hawa ndio wanatakiwa kufanya hii kazi? Kwa sababu ule muda nao kuweko, kuna watu ambao wako tayari wanahitaji huduma ile. Kwa hiyo atajikuta hana muda wa kwenda kwingine. Kwa hiyo anajikuta yuko hapo. Kwa hiyo na penye anatumia akili. Kuna wakati hatawaambia jamani, hebu tuende break. Unaposema break si akili au ni roho wa Mungu tu anakuunga tu moja kwa moja. Tumia akili wakati mwingine unaambia hebu tuende break. Yaani umechoka, unataka kupumua. Ndio. Mnani alikuwa anahangaika kila siku ukisoma kwenye Biblia, alikuwa anaitwa Musa. Alikuwa anahangaika mpaka akaja mtu wa kumtia akili. Anaitwa Yethro. Yethro akafika akamwambia, bwana weka na watu wengine kwa makundi bwana. Hivi utakufa wewe. Yaani wengine wewe wachache, wengi kidogo, na wewe wakuletee tu wale ambao ni kritiko. Tatizo lake ni kritiko kwamba huyu lazima aonane na mimi. Sijui unanielewa hapo. Lakini Musa siangeliweza kusema hapana, mimi nayaweza yote. Alitakiwa ajue akafuata ile aliyokuwa amehitaji. Mtumishi wa Mungu, sijui umenielewa hapo. Kwa hiyo akili zina thamani sana. Na tunatakiwa tuziboreshe makanisani. Akili. Watu wafundishwe namna ya kutumia akili. Kwa namna jinsi umechunga na mwanzoni nilikwambia na kwamba unakutana na watu wengi sana. Kwa kanisa ambalo unalichunga kwa sasa, mchungaji, je, kwa kiwango na wewe ni mwanasaikolojia pia, ninaamini umetazama washiriki wengi katika makanisa sasa ya kizazi kipya wanatumia akili. Ukitaka kutazama, kwa sababu kama nilivyorudi mara ya kwanza kusema kwamba ukitaka kufundisha watu wajue kutumia akili ni wewe mwalimu. Kama mimi ninavyofundisha hapa, ninavyoelekeza hapa, ya kwamba wanisikilize wakafanye. Sio mimi nenda mchunguze hivi wewe ana akili, wewe anatumia akili. No, nitaona ile impact, yale matokeo yatakapoanza kuonekana sasa kwamba hapa kwa kweli watu wameelewa. Na watu hawaelewi wote kwa pamoja. Kuna wachache watakaoelewa, utawakuta wako pale wanafanya, wanatumia. Na wengine ndio mfano tunaweza kusema wengine wanajitoa na kubatizwa kwa kupitia mahubiri mbalimbali. Habari ya mahubiri sikuwa huko. Habari ya kubatizwa sikuwa huko. Mimi niko katika upande wa kutumia akili. Nikiingia huko itakuwa mada nyingine. Maana najua mtu anapobatiza lazima pia ajitafakari. Habari ya kujitafakari sasa ni baada ya kwanza nimesema hivi, Mungu hatumii nini? Hatumii watu wasiokuwa na akili. Anatumia watu wenye akili. Ndio. Sasa mtu anapokuwa amehubiriwa akasikia, unasikia kwanza kuna jambo moja umenikumbusha. Ndio. Tuna kitu kimoja tunasema Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila muamini asipotee bali na uzima wa milele. Kusema hivyo ni rahisi. Ndio. Ambao unaweza kuipata katika ile Yohana 3:16. Ndio. Lakini kupendwa kusema kwamba Mungu aliupenda ni rahisi. Lakini kujitambua kwamba unapendwa ni kazi ngumu. Kwamba ni kazi ngumu kujitambua kwamba mimi nimependwa. Kwa sababu utakapoingia utashindwa kutumia zile akili ambazo Mungu amekupa ili umjue Mungu kwamba ni Bwana wako. Lakini anasema katika kitabu cha Yeremia 30 na 31 au 31 mstari wa ngapi pale? Nitajaribu kuangalia. Anasema hivi, nilikupenda milele. Ndio. Mungu alimpenda mwanadamu milele. Lakini kwa nini wengine wanatoa motoni? Kwa sababu wamefika wakashindwa kutambua mimi napendwa milele. Anaingia sasa kwenye akili mbovu. Anamkataa Mungu. Anaanza kuishi. Unajua Mungu kwa sababu aliweka akili kwamba tuweze kuzitumia. Ndio maana inafika wakati fulani Mungu anasema tumieni akili zenu vizuri. Yaani Mungu anajaribu kutusisitiza tu tumia akili yako vizuri. Tumia akili yako vizuri na hata kufanya huduma yake pia. Ufanye vizuri. Sasa akili
tusipoitumia vizuri hatuwezi kufanikiwa. Amen. Kama nilivyosema kwamba kwa habari ya ndoa nani kazi tunazozifanya, kama nilivyosema, unajikuta watu hawezi kufanya. Huyu anasema nimeweka roho wangu Mungu kwa huyo mwana wa uli afanye kazi, ana roho wa Mungu. Hebu jaribu kuzisoma hapo kazi. Ndio. Endelea hapo ulipoishia. Ndio. Utawakuta kuna wengine wamepangwa pale ili akili, kumbe Mungu alitaka atutumie nini? Akili. Tutumie akili. Anaendelea anasema kwamba na kuvumbua kazi za walemavu na kufanya kazi ya dhahabu na fedha na shaba. Endelea tu mpaka ufike 35 na kukataa vito vya na kukata, sio kukataa. Yaani kutengeneza vito vya thamani, vito vya kutilia na kuchora. Kalamu ambazo tunazitumia kuchora miti, atumike katika kazi za walemavu kila aina. Naye amemtilia moyoni mwake ili apate kufundisha yeye na hapa naona na Oholiabu mwana wa Ahisamak wa pili wake, naye anapewa hiyo majukumu, na kabila ya Dani naye anapewa majukumu pale. Ukiyasoma mpaka ukifika 35, amewajaza watu hao akili za moyoni. Amewajaza nini? Ili watumike katika kazi kila aina, akili ya moyoni, ili watumike kazi kila aina, katika kazi ya kila aina ya mwenye kuchora mawe na kazi ya walemavu na ya mwenye kutia walemavu taraza uelevu na mwenye kutia taraza katika nyuzi za rangi na samani. Yaani wa kutarazi nyuzi, yaani wamewekwa tu kiishia pale. Hebu nisomee hiyo 36 mstari wa kwanza. 36 nasema kwamba basi Bezaleli na Oliabu watatenda kazi, na kila mtu mwenye moyo wa hekima ambaye Bwana amemtia akili na hekima, ili ajue kufanya kazi hiyo yote kwa huo utumishi wa mahali patakatifu. Kwa hiyo kwenye nyumba ya Mungu ndio ujue kwamba kuna vitu ambavyo vinataka lazima tutumie nini? Akili. Na kuna watu ambao wanatakiwa wapewe. Na wewe kama kiongozi unatakiwa ujue watu wa namna, na wewe lazima utumie nini? Akili kuwapata wale watu. Kwa sababu huwezi ukatambua kwamba yanafanya hivi. Kazi yako tu unasema jamani, kesho maombi na kesho kutwa maombi, mtondogoo maombi, nini maombi. Yaani watu hawaendi kazini, wafanye biashara alafu mwisho unasema mimi nimemaliza maombi, sasa nahitaji kufuturu. Usipatikane wapi sasa, wakati watu wote umewaweka maombi, hawana nafasi. Utumie akili ili waruhusu wakafanye vitu ambavyo vitalithimisha kanisa. Tunajenga makanisa, hatutumii maombi tu. Tunapopewa maono na Mungu kwamba utajenga kanisa la ukubwa huu, tunahama kwenye maono, tunaingia kwenye maombi. Tukimaliza kuomba, tunaingia kwenye kuplani. Akili itende kazi sasa, ili upate matokeo ya yale maono yako, upate matokeo ya yale maombi yako. Ni akili sasa inaanza kufanya kazi. Ndio utawapata maseremala, utawapata mafundi washi, utawapata nani wote wale wachoraji watakuchorea ramani. Ni nzuri, ni akili. Wewe umemaliza kuomba, ukapewa ramani ya mbinguni, unaiweka ramani ya mbinguni, unaingia ramani ya kuionekana. Ndio. Sijui unanielewa. Na vijana wengi hapa sasa ndio wamepotea. Vipi kuhusiana na kizazi hiki kipya sasa? Hiki kizazi kipya kimepotea kwa kina zaidi. Na ndio mnasema kwamba sio vijana wa kisasa tu waliopotea. Ukiangalia, unajua tunaona kama wamepotea sana vijana wa kizazi kipya. Mimi naweza nikawatetea. Ule wingi wao ndio inaonekana wamepotea. Ni sawa na vifo vinaonekana vingi, kwa sababu tuko ile density, yani tuko karibu tumejazana. Lakini zamani wakati mimi nimekuja hapa Mwanza, hapa palikuwa Pauline. Mwisho akaja akatengeneza mheshimiwa hapa. Huu ni nyumba chache tu zilikuweko hapa, nyumba chache tu.
Na ukiangalia kutoka hapa Ndio. ilikuwa ni hii hapa Kiwanda na Sabasaba. Ndio unafika Butujo unapata nyumba mbili pale. Kwa hiyo ilikuwa ni pori. Sasa kupata mtu kwamba amekufa mpaka uhangaike. Lakini mnavyozidi kuwa wengi. Sasa na penyewe unaweza ukasema vifo vimekuwa vingi. Vijana wa sasa wameharibika. Waangalia walioharibika wako wangapi na wasioharibika wako wangapi. Ufanye resho. Kwa hiyo vijana wanachotakiwa sasa, hao tunaona wameharibika, tuwafundishe ili akili zao kuziboresha, kwamba mjue Mungu. Anasema mjue sana Mungu kwa akili zako. Hizo akili zikiboreshwa sasa, akamjua Mungu, Mungu anamtuma roho wake, anaingia kwa yule mtu. Akiingia anamjaza mambo kama ya utendaji kazi. Ndio. Anamjaza utendaji kazi. Utamwona ni mzuri. Na mara nyingi ukiangalia watu walioko huko mitaani, anapokuwa amesema nimeokoka, unamwona amebadilika. Hata vaa yake inabadilika. Hata tembea inabadilika. Sasa unajua nini? Kuongea kwake pia. Kwa sababu imeboreshwa. Sasa hawezi akatoka pale ukakuta kama yule aliyekuepo. Utamkuta huyu anayeokoka leo ambaye alikuwa ni wa huko, alishaga kulia huko. Na mawazo yake wakati fulani yanamrudia. Anataka yafanye. Lakini uko wewe unamsaidia kuziweka akili zake vizuri, kuziboresha. Ndio kazi tulionayo. Na ndio maana wachungaji wapo makanisani pia. Kuboresha akili za watu kama hao. Unamkuta unamshauri, ndugu yangu ulikuwa hivi, sasa ufanye hivi. Ni ili kuzirudisha zile akili zake. Na mtu yule anaweza akawafaa, akafanya kazi kubwa. Kwa sababu akili sasa zimerudi. Pastor, si wote ambao wanakubali wito. Hebu rejea. Si wote wanaokubali wito wa kuwafundisha na ili waweze kutumia akili zao. Si wote. Na nini sasa kifanyike? Umezungumza neno zuri sana. Si wote. Mimi najaribu kuangalia hata Bwana wetu Yesu Kristo alipokuja kufufua wote, alifufua wachache. Sasa ukianza kwamba kwa nini alifufua wachache, na sisi wanaopatikana wale wachache tuzidi kuwaboresha. Nini kifanyike? Wanaopatikana wale wachache tuzidi kuwaboresha. Kwa hiyo unamaanisha kwamba uko tayari ile kundi ambalo hawako tayari, na wenyewe pia wale ambao wako tayari muwaboreshe, na wale ambao hawako tayari, unamaanisha mchungaji uko tayari ile kundi lipotee kabisa? Au umetumia neno. Unajua Mungu, ndio maana nasema kwamba Mungu anatumia akili. Anapoingia kwa yule mtu, anaenda kwenye zile akili ili nimetoa mfano. Mungu anapomtuma roho wake, hamtumi kuja kumwendesha mtu kama robot. Ndio. Unajua sisi tuna vitu kama, naweza nikazungumza viwili vitatu hivi. Ndio. Mwanadamu yoyote kuna kitu kimoja kinaitwa creative imagination. Yani ile fikra zake yule mtu. Imagine. Fikra zake. Zinampeleka wapi? Zinampeleka juu au zinamshusha chini? Halafu kuna kile independent will. Yani ule utashi wa binafsi, ule utashi wa ndani wa mtu. Kama wewe hapo umetoka pale, utashi wako ukaona leo vae hizi nguo, ukajiona uko vizuri tu. Na wengine njiani wanaweza kwa pala amevaa kashati yake, lakini wewe unaona uko vizuri. Halafu sasa kuna kingine ambacho sisi tunataka sasa, ni ule maamuzi yale ya tuliopewa, kwamba leo naamua kufanya hivi. Hayo yote sasa, huyo mtu umemfundisha, umemaliza kufundisha, sasa huwezi ukamuingiza kwa ngumi kwamba mimi nimeweza kufundisha, mbona bado nafanya, ngoja nikutandike ngumi kwanza ile. Yani unamaliza kufundisha, umemaliza kazi yako. Na neno la Mungu ndivyo natuelekeza. Umwonapo mtu anafanya mabaya, halafu wewe usimwambie yale mabaya anayoyafanya, akiangamia katika mabaya yale, Mungu ataitaka damu yake mkononi mwako. Lakini ukisha mwambia halafu akakataa, akaendelea, yakamkuta mabaya huko mbele aendako, neno la Mungu linasema kwamba Mungu, yani hiyo makosa yake yatakuwa juu ya yule mtu kichwani kwake. Kwa hiyo unapofundisha, usije ukasema kwamba mimi leo na walazimisha mpaka waende. Hapana, fundisha, maliza, angalia matokeo.
Waliokubali nenda nao, waliokataa sasa si Mungu anasema nimekusomea katika kile kitabu cha hebu nani, ndio kitabu cha hebu unaweza kumpa kijana akawa anatusomea hapo. Ndio, hebu kijana njoo unatusomea. Lakini pia anataka kwanza atusomee kitabu cha Warumi. Warumi 1 mstari wa 28. Warumi 1. Anaweza akakaribia. Warumi 21. Warumi 20, Warumi 1 mstari wa 28. Unaweza kusogea pembeni kule. Warumi 1:28. Kaa kuna kiti kile pale unanisomea. Kile pale gizani hapo utakuwa unaona tu. Ndio. Warumi 1:28. Kitabu cha Warumi mstari wa 28. Biblia inasema na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha. Mungu aliwalazimisha. Mungu aliwalazimisha. Mbona mimi nataka kuniambia ni walazimisha sasa? Aliwaacha. Na wewe unapokuwa unafundisha usilazimishe kwamba paka hawajui. Fundisha kulingana na Roho wa Mungu anapokuambia, kwa sababu kuna mwisho wako. Utumie na akili kwamba hao watu wananielewa au wanielewi. Kama hawakuelewi utafute mbinu nyingine, kwa sababu wewe ukasema tu mimi nimejaliwa na Mungu bwana nitafundisha tu. Mungu atajua alitakalo-fanya. Unafika wakati unatumia na wewe akili, kwa sababu unapofundisha unajua, mimi naangaliaga sana, Mungu alitupa uhuru mkubwa mno. Anasema hivi mtumishi wa Mungu Paulo, naomba kwa Roho. Ninapoomba kwa Roho kuna wakati naomba kwa akili. Akasema aombaye katika Roho hujijenga nafsi yake. Lakini anayehutubu, anayeomba kwa kuhutubu, anafanya kwa ajili ya wengine. Kwa hiyo Mungu pale hajatunyima kila kitu, ametupa. Wewe mwalimu unapofundisha, omba kwa Roho. Lakini unajua kuna watu wanahitaji kujua. Kwa hiyo unapohitaji kujua ndio unabidi uhutubu, uwafundishe. Urudi katika akili sasa. Uanze kufundisha. Kwa kila ambacho umekitarajia, ambacho utakao kipate. Kwa sababu kila unapotengeneza kitu unahitaji, na mimi nasema hivi, nahitaji watu wapate hiki kitu ili kiwasaidie. Nitafurahi sana mimi ninapoona watu wanafurahia kutumia akili zao, watu wa Mungu. Nikisikia tu kwamba amefanya kitu hiki, makanisa yanajua. Hivi wewe usipokuwa na akili utajenga kanisa? Usipokuwa na akili utasafiri kwenda sehemu kuhubiri? Lazima akili zipo, na ndio maana Mungu anapenda sana kuwatumia wenye akili. Hebu wakati wewe tunaendelea, hebu uniandalie hiyo nani, hiyo Zaburi 14 mstari wa pili, wakati tunaendelea na hapa kali. Ndio. Na kwa yule mtazamaji pia tunapoelekea ukingoni katika kipindi hiki, na kwa yule ambaye anatufuatilia sasa kupitia mada ambayo tuko nayo mezani hapa, na kwa namna jinsi mchungaji unavyoifafanua kwa kina zaidi, ili watu waweze kujua ni namna gani wameweza kufungwa kiakili na ni njia zipi wanaweza kuzitumia ili kuweza kuondokana na namna jinsi walivyofungwa kiakili. Tukitazama sasa tunapoelekea ukingoni na huku tukisubiri aweze kutusomea fungu, nina swali hapo baada ya kumaliza hilo fungu. Ni wito upi sasa ambao tunahitaji ufanyike hasa kwa nyinyi wachungaji na makanisa mbalimbali, ili kuhakikisha watu wengi sana wanaweza kufunguliwa kiakili, na ni njia zipi za muhimu ambazo wataweza kuzitumia? Kwa sababu watu wengi kwa sasa, wengine wametekwa na masuala mazima ya teknolojia na inazidi kukua. Kabla ya hiyo, hebu nisomee, na kama amepata fungu atusomee, na baada hapo pia tutaweza kulijibu hilo swali. Utaenda kulijibu hilo swali. Ndio tutaelekea ukingoni pia. Tunaelekea ukingoni, naenda kulijibu hilo. Hebu nisomee niwe na kimbia. Zaburi ulikuwa hujafika, nimesema Zaburi 14 mstari wa pili tu. Wakati naendelea kulijibu hili swali kwamba
tufanye, umesema tufanye nini sasa? Ili kuwaona hao watu. Kwanza tufike tu hatua ya kutambua kwamba Mungu anahitaji sana watu kuwatumia wenye akili. Naweza nikatoa mfano, mtu ambaye ana wasomi, aliyesoma akaamua kugeuka kuelekea kwa Mungu, yule msomi akageuka akaelekea kwa Mungu, utaona na perform vizuri sana. Kwa nini? Kwa sababu ndio maana nilisema mara ya kwanza, wachungaji, watumishi wa Mungu, manabii, mitume wote, mapadili wote, tukikaa kwenye kutaka kusoma ili tupate namna ya kuwasaidia watu, tusome sana ile akili, psychology, tuisome ili kwa ajili ya kuwasaidia watu wengi, kwa sababu watu wengi wanakwama. Tunapompata mtu unakuta kwamba yeye mwenyewe huyo mtu tuliyempata haelewi kabisa anakoenda, na wewe ukaji ukajikuta uelewi namna ya kumsaidia kiakili, ukashindwa kwamba yani ushauri wako ukashindikana, inapotea. Hebu nisome hiyo. Ndio. Alakalaka Zaburi ya 14 mstari wa 2, Biblia inasema, ndio, toka mbinguni Bwana aliwachungulia wanadamu. Toka mbinguni aliwachungulia wanadamu. Ndio. Aone kama yuko mtu mwenye akili. Aone kama yuko mtu mwenye akili. Amtafutaye Mungu. Amtafutaye Mungu. Kwa hiyo ili tuende wote itabidi tuwe na akili. Halafu Mungu anatuchungulia kumbe. Anatuchungulia. Chungulia tu, sisi tumekaa huku. Anatutazama. Anatazama tu. Halafu anahitaji mtu mwenye akili. Awezaye kufanya nini? Kumtafuta Mungu. Lakini alipochungulia nikasema akakuta wote. Na sisi watumishi wa Mungu tunapofikia hatua ya kutumika, tujue Mungu anatuchungulia, anatutazama, anahitaji tufanye nini juu ya kazi yake. Mungu anaangalia sana. Kwa hiyo anataka watu watolewe kwenye ujinga fulani, waingizwe kwenye ufahamu fulani. Naam, asante sana mchungaji Anicet JB. Jita ni Msukuma, ni JB Nkongwa. JB Nkongwa. Yani hapo unalipatia. JB Nkongwa. Sio Kongwa, Nkongwa. Nkongwa. Utashindwa tu. Ukishindwa tumia NKOMWA, Nkongwa. Na asante sana. Nikukaribisha uweze kutufungia kipindi hiki kwa njia ya maombi, na pia unaweza mtazamaji anayekutazama anaweza kukupataje na kukufuatilia kupitia kule unakotoka katika kanisa la EAGT kwa dakika chache tu tulizo nazo. Kwenye YouTube ataweza akanipata mtu kwa kutumia hii jina la Anicet JB Nkongwa kwenye YouTube. Kiingia pale utanipata. Kwenye namba ya simu ni 0754 44 52 94. Ndio. 0754 44 5294. Na mimi niko pale Msumbiji. Sawa. Tupatie sasa ombi, tupatie ombi ili tuweze kufunga kipindi chetu. Kwanza kabisa ni kushukuru mtangazaji na nishukuru kituo hiki cha TV hii kwanza. Sitakuwa mwingi wa fadhila nisiposema kwamba mnafanya vizuri. Basi baada ya kuona hivyo, na nyie Mungu amewatia akili. Si mna akili. Na ndio maana nataka niombe sasa Mungu watu wote aweze kuwasaidia habari ya nani ya akili. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu uliyemuumba mtu kwa mfano wako. Wewe ni Mungu unasema akili zako hazichunguziki. Ikiwa wewe ni Mungu naye uliye na akili zisizochunguzika, sasa wewe ni Mungu, tunakukaribisha sasa uwe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo mwanao. Utukufu ni wako Mungu. Endelea Baba kutusaidia, endelea Baba kututia nguvu, kwa sababu unaposema unatuchungulia, uone kama amepatikana mtu mwenye akili. Na aliweka kwanza hata taifa langu Tanzania mikononi mwako, na kituo hiki cha TV ya Star nawe naiweka mikononi mwako, na watumishi wake wote naweka mikononi mwako Baba. Si hivyo tu, na yaweka makanisa yote mikononi mwako. Si hivyo tu, watumishi wako na waweka mikononi mwako, na wasikilizaji wangu naweka mikononi mwako, katika jina la Yesu Kristo. Ukatutia akili, kwa sababu neno lako nasema umetupa akili, na hiyo akili sasa tuitumie wote, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai ninaomba,
Amen. Amen. Naam, kule mtazamaji ambaye ulikuwa nasi kutufuatilia kuanzia mwanzo hadi kufika sasa, tumefikia tamati katika mada ambayo tulikuwa nayo nzuri kabisa. Kila mmoja na imani umeweza kubarikiwa sana. Ulikuwa nami mtangazaji wako Andrea Amos Masanje. Endelea kuwa nasi na kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii Facebook, YouTube, Instagram pamoja na mtandao wa X kwa kuandika Tumsifu Mungu Star TV. Lakini bila kusahau jopo zima ambalo limehakikisha sisi tuweze kuonekana kwa uzuri kabisa. Mwandaji wa kipindi hiki si mwingine alikuwa ni Emmanuel Makuliga, lakini pia mrusha matangazo ni Anastasia Chaz ambaye pia ametufanya sisi tukufikie popote kule uliko ulimwenguni. Lakini pia mpiga picha si mwingine ni Elisha Ndaru. Mungu akubariki sana, nikutakia Jumapili njema. Kumbuka kutunza amani, upendo kwa kila mmoja ili muweze kubarikiwa zaidi. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Endelea kubarikiwa zaidi. Kila siku ya Jumapili asubuhi, njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotolewa